Shukrani sana mpenzi mtazamaji ambaye uko hapa kwenye YouTube channel yetu wakati huu ukijiandaa kufuatilia moja kwa moja kipindi chetu kizuri kabisa cha habari za AI. Nipende kukaribisha na kukuomba ubaki nasi hapa mwanzo mpaka mwisho wa taarifa zetu hizi muhimu. Kabla hatujaendelea, basi tupate kwanza maneno ya wadhamini. Asante kwa kuwa nasi hapa YouTube. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti. Asante sana. Shukrani sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi hapa katika kipindi murwa kabisa cha habari za AI. Leo tunakuletea taarifa nzito na ya tahadhari kutoka Umoja wa Mataifa kuhusu mustakabali wa akili bandia maarufu kama AI na athari zake kwa mataifa yanayoendelea, hususan mataifa ya Afrika. Ripoti mpya ya UN inaeleza wazi kuwa AI inaweza kuongeza pengo la kiuchumi kati ya mataifa tajiri na masikini endapo haitasimamiwa kwa busara. Kwa maneno mengine, teknolojia hii inaweza kuwa injini ya utajiri kwa wachache na chanzo cha umasikini kwa walio wengi. Kwa nini wasiwasi huu unaibuka sasa? Kwa mujibu wa ripoti ya UN, matumizi makubwa ya AI yanahitaji kompyuta zenye uwezo mkubwa, wataalamu wa hali ya juu, miundombinu thabiti ya kidijitali, pamoja na uwekezaji wa mabilioni ya dola za Kimarekani. Mataifa tajiri kama Marekani, China, Japani, Korea Kusini na Ulaya tayari yanaongoza katika umiliki wa kampuni, mitambo na talanta za AI. Kwa upande mwingine, mataifa mengi ya Afrika, Asia ya Kusini na Amerika ya Kusini bado yanakabiliwa na miundombinu hafifu ya teknolojia, uhaba wa wataalamu wa AI, internet isiyo thabiti pamoja na bajeti ndogo za utafiti na ubunifu. Hali inayoonesha kuthibitisha kauli ya wahenga isemayo, mwenye nacho ataongezewa na asiye nacho atanyang'anywa hata kile kidogo alicho nacho. Hatari za kutegemea teknolojia ya nje. Ripoti ya UN inaonya kuwa kama mwelekeo huu utaendelea kuwa kama ulivyo, mataifa maskini yatakuwa wanunuzi tu wa programu, mifumo na mashine za AI. Fedha nyingi zitatoka nje kila mwaka na pengo la kiuchumi litaendelea kupanuka. Je, ajira ziko salama kiasi gani? Ripoti ya UN inasema AI itaondoa ajira nyingi za kipato cha kati katika nchi maskini. Itaongeza ajira zenye malipo makubwa katika nchi tajiri. Ripoti hiyo inasisitiza kwamba ajira zilizo hatarini ni pamoja na uhasibu wa kawaida, huduma kwa wateja, usindikaji na kazi zinazojirudia. Tafiti za Microsoft kwa mfano zinaonesha zaidi ya kazi 40 ziko hatarini kuchukuliwa na AI. Ripoti hiyo pia inatujuza ajira mpya zitakazoongezeka kuwa ni pamoja na wahandisi wa AI, wachambuzi wa data, waundaji wa mifumo ya AI pamoja na wataalamu wa usalama wa AI. Katika hali hiyo, swali kubwa linaibuka hapa. Je, nchi masikini zina wataalamu hawa wa kutosha? UN inajibu kwamba bado nchi hizo hazina wataalamu wa kutosha. Ripoti hiyo ya UN haijaishia tu kutoa tahadhari kwa nchi zinazoendelea, bali pia imetoa mapendekezo kwa mataifa hayo yanayoendelea ya juu ya nini cha kufanya. Ripoti hiyo inapendekeza mambo matatu ya msingi ambayo nchi zinazoendelea zinapaswa kuyatilia mkazo. Jambo la kwanza ni kuwekeza kwenye elimu ya AI kuanzia shule za msingi hadi vyuo vikuu kwa mkakati wa kitaifa. Jambo la pili ni kujenga miundombinu ya kidijitali, internet ya uhakika, mitambo, maabara na vituo vya utafiti. Na jambo la tatu ni kuandaa sera za kitaifa za AI, sera ambazo zitaonesha kipaumbele kwa ustawi wa jamii na si matumizi holela tu. AI iwe injini ya maendeleo ya kiteknolojia ya taifa.
Ripoti hiyo ya UN inahitimisha kwa kutusisitizia jambo moja la msingi sana, kwamba AI si adui, lakini pia si mwokozi ambaye atatuokoa kwa namna ya kimiujiza. Bila maandalizi, elimu na sera madhubuti, AI inaweza kutuacha nyuma kabisa. Lakini kwa maamuzi sahihi ya leo, AI inaweza kuwa nguzo ya maendeleo makubwa ya Afrika ya baadaye. Hizi ni habari za AI. Endelea kufuatilia uchambuzi wa kina na taarifa muhimu kuhusu mustakabali wa teknolojia hii nyeti ya AI. Asante kwa kuwa nasi hapa YouTube. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulaiki na kukomenti. Asante sana.